asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mhashamu Baba Askofu Dr. Geoffrey Mwakihaba, viongozi wote wa kanisa mliopo mahali hapa, wachungaji wetu wa majimbo, wachungaji wa sharika, wachungaji wa staafu wakiongozwa na Baba Askofu mstaafu Dr. Mwakiolile, na Wakristo wenzangu wote mlioko hapa kwa nafasi zenu mbalimbali. Kipekee nimefurahi kuwepo pamoja nanyi hapa. Mimi ni Mkristo MKKT nayetoka Dayosisi ya Konde. Tukio kubwa la namna hii nisingekuwepo ingeleta maswali kama kweli mimi ni mwana Konde. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeungana pamoja na kanisa kushiriki jambo hili la baraka la kuongeza watendakazi wa Bwana shambani kwake. Tunamshukuru Mungu kwa jambo hilo kubwa na tunawapongeza, tunawaombea baraka za Mwenyezi Mungu. Nafahamu kwamba kila nilipokuwa nikisikia watu wote walikuwa wanasema kazi hii ni ngumu. Basi Mungu awe pamoja nanyi katika kazi hiyo ngumu. Najua mnayo mafundisho mengi, lakini mimi ningesema pamoja na ugumu wa kazi hiyo, muwe na faraja kwamba kazi hiyo si yenu, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo mtakapokuwa kwenye sharika zetu, ukafanye kazi ya Mungu. Ukifanya kazi ya kwako inaweza ikaleta changamoto. Na bahati nzuri, Baba Askofu, niruhusu niseme kidogo sana. Yanapotokea mabadiliko katika dunia ya vizazi na mambo mengi, kanisa haliachi, nayo mabadiliko yanatokea mpaka kanisani. Kwa hiyo wachungaji, ni vizuri mkajua tunao Wakristo wazuri kwenye sharika zetu, lakini kwenye sharika zetu pia wapo washarika ambao ni vikundi maalum, wanakuja kuona mchungaji ataleta lini. Wanazo kazi zao. Mchungaji, ukifanya kazi yako unaweza ukakabiliana nao, msikate tamaa. Nimeona kwa nyingi zimewatia moyo, msizimie mioyo, nanyi mtavikwa taji mkivumilia hata mwisho. Nawashukuru wote. Sijawahi kusimama katika kanisa leo, ni mara ya kwanza. Nawashukuru kwa kutuombea, lakini niendelee kuwaomba wote. Mnafahamu nchi yetu imepita kipindi gani. Basi Wakristo tuendelee kumwomba Mungu rehema, tuendelee kumwomba Mungu asimame pamoja na Tanzania, ili sote kwa pamoja tupate uhuru wa kumwabudu yeye na kufanya kazi zetu za maendeleo katika mazingira ambayo siku zote Mungu ameachilia kwa ajili ya Tanzania. Lakini Baba Askofu, nishukuru pia, naamini yote haya yanatokea kwa neema pamoja na maombezi yenu. Ni kweli tarehe 6 mwezi wa pili nilichaguliwa na wabunge wenzangu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mbunge mwakilishi wa Bunge la Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Nawashukuru sana kwa maombi yenu. Lakini Baba Askofu, juzi pia tarehe 18 nilipata barua ya uteuzi kutoka kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mbunge wa kamati tendaji kule katika Bunge la SADC. Yote hayo yanafanyika kwa sababu ya upendeleo na neema ya Mungu. Popote nilipo, niombee niendelee kuwa mwakilishi mwema kwa nchi yetu, mkoa wetu na jimbo letu. Lakini mimi ni balozi wa kanisa letu la KKT, hususan Dayosisi ya Konde. Naomba mniombee. Mungu awabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Asanteni sana.